Bibi, nazungumzia nini? Leo tunazungumzia msamaha wa rais kwa wafungwa siku ya uhuru. Msamaha wa rais kwa wafungwa siku ya uhuru. Kabla tujaendelea, tusikie wananchi wanahisi nini. Msamaha wa rais ni nini unavyojua wewe? Ninapojua msamaha wa rais ni kuwatoa gerezani watu wenye makosa madogo madogo, labda waliofungwa ambao wanatumikia kifungo isiyozidi miezi 3. Watu wale ambao wameshatumikia kifungo na wengine walishapunguziwa miaka, kwa hiyo labda wakati wake umefikia kutoka, basi wanatoka kwa msamaha wa rais. Kwa hiyo sio miezi 3 tu, ni hata kama alikuwa labda na miaka 3, sasa kuna wakati inapungua. Kutokana na katiba ibara ya 45 1D inampa rais mamlaka ya kusamehe na kutoa msamaha kwa wafungwa wake siku ya uhuru na muungano. Sababu wanasema kuna wafungwa wengine wanaumwa, na vigezo ambavyo vimetoa sasa hivi mwaka huu, ambapo tunajua katika siku ya uhuru alisamehe wafungwa 3563 mwaka huu. Kwa hiyo inakutisha kujua kwamba kuna watu 3563 wamesamehewa ambao walikuwa wamefungwa wako nje. Ile initishi kabisa ni hali ya kawaida, kwa sababu kwanza hatukuumbwa kwa ajili ya kuwekwa gerezani. Walioua ndio naona wabaki kule kule, lakini waliofanya makosa madogo madogo na kufurahia kulato. Kwa wale walionewa, naam, kwangu mimi nitafurahia, ila kwa wale waliohukumiwa kisheria kwamba wamekosa, najua kama wakirudi wataleta tena taabu, lazima watarudi kwa sababu nahisi ni tabia. Cha kwanza waliopewa priority kwanza kuondoka ni watu ambao wenye kifua kikuu, watu wanaumwa magonjwa kama ukimwi, walioathirika, watu wenye magonjwa sugu na kadhalika. Kwa hiyo wamepewa priority watu kama hao. Kwa hata kama wewe labda ulikuwa ni jambazi au ulifanya kitu fulani, inawezekana kwa sababu unaumwa ukaachiwa. Hii je, unaonaje? Hiyo naiona ni safi, ni vizuri, kwa sababu wameachiwa wakirudi nyumbani ili wapate matibabu vizuri kwa urahisi, waweze kusogeza siri kidogo. Haya, mada imeanza, watu wanaanza kuamka, watu wanadadavua. Tushishe watu, tukirudi mada itaendelea. Tumerudi wa Tanzania, watu wameshuka na mada inaendelea ndani ya Daladala. Tunachozungumzia kama ndo nacho ninga yako ni nini, Bibi, wakumbushe? Leo tunaongelea kuhusu msamaha wa rais kwa wafungwa katika sherehe ya sikukuu ya muungano ya uhuru. Zote mbili. Sherehe za kitaifa, sherehe ya sikukuu za muungano na sikukuu ya uhuru hapa Tanzania bara. Nadhani hata Zanzibar ndivyo hivyo. Mama, haikutishi kwamba hawa watu wako mtaani sasa, watu ambao walifungwa, watu ambao walikosa na kutengwa na jamii kwamba hamtufai, badilikeni kwanza? Haitatisha sana, kwa sababu wengine wanaweza kaacha kabisa yale waliokuwa wakifanya maovu, na wengine wataendelea, kwa sababu mtu akizoea kitu chake huwezi kubadilisha. Mtaani pia wana maoni. Hebu twende tuwasikie, tukirudi mada inaendelea. Swala la rais kusamehe wafungwa, mimi naona ni sawa. Kwa mimi naona sio sawa, kwa sababu amewasamehe na wengine nao watakuwa wanafanya maovu, ili wakijua kwamba wakipelekwa jela watasamehewa. Kuna watu wengine wamefungwa sio kwa makosa yao, wamesingiziwa. Kwa hiyo inawezekana wakafunguliwa vile vile wakatoka. Hasa hao waliosamehewa utakuta wengine bado hawajaacha ile tabia, wakitoka bado naenda tena kutia hasara katika jamii. Watu ambao wanatakiwa kusamehewa wagonjwa na watu wazima, wale ndio wa kwanza kusamehewa. Alafu sisi vijana labda tunataka kitu la mwisho kabisa. Mtaani tumewasikia, sasa mada inaendelea. Kumbuka rais hawajui wafungwa. Orodha inatayarishwa na wakuu wa magereza, inatayarishwa na watu wa mle ndani, watu wa parole, watu wa wizara ya usalama na kadhalika, na kupelekwa kwa rais kwa ajili ya kupitisha. Kwa hiyo rais probably hakutani na watu kabisa, hawajui, analetea tu ripoti. Na kuna watu wanaambia kwamba wanawaachiwa sio wanaostahili. Anastahili kuachiwa Daniel Kijo, anaachiwa labda mtu mwingine labda kwa jina hilo, na anaonekana nje kabisa na anafanikiwa. Hii ipo, umeisikia? Na je, na madhara yote?
Kwa madhara siwezi, mtu huwezi ukayaona kwa wakati huu, lakini baadaye wakati wako nje unaweza kuona madhara, kuona kwamba mtu huyu amepewa msamaha lakini bado anaendelea na maovu, labda kama hivyo. Anasema ni nusu kwa nusu. Naam. Kwa sababu kuna wale ambao kweli walitumikia vifungo vile kwa makosa halisi, na maana walihusika moja kwa moja na sheria ikachukua mkondo wake. Kuna wale wengine ambao walionewa. Sasa wale walioonewa kwangu niko radhi kabisa, lakini kwa wale ambao hawakuonewa na ndio ambao wakitoka mara nyingi huwa wanarudia zaidi kosa hilo. Je, mtu ambaye kwa mfano amefanya kosa mara moja alafu akasema nimepitwa na shetani, pepo mchafu, mimi sikuwa na mpango huo. Binadamu anajua sana kusema hivi. Anajua sana kusema kwamba nimepitiwa. Akaomba rais, bwana nisamee, sirudi tena. Hastahili msamaha, maana msamaha ni kitu ambacho ni zawadi unapewa tu kwamba ustahili lakini nakusamee. Okay, sasa huo muda wa kumuomba rais atapata wapi? Wapo waloua lakini sio kwa kukusudia. Mimi naona kwamba inawezekana kwa yeye kuomba msamaha kwa rais. Vigezo vinavyotolewa kwamba mtu mgonjwa ni sahihi za kuachia mtu. Anaweza akawa yani anaumwa, lakini sasa ukimwachia pia ni hatari. Mfano wa wabakaji hao. Sasa mbakaji anapogundulika kwamba anaumwa, kwamba ana TB au ana ukimwi, si ndio? Je, hao pia wanapewa nani msamaha, anasamehewa? Kama vitu vyake vyote vinaonesha hali yake dhaifu, je, naye anasamehewa? Sasa hiyo ni ulitupe kwa ni halali, labda mtu aina hiyo ambaye labda haanguki kwenye klasi hiyo ya watu makosa madogo lakini anaumwa na amefanya kosa kubwa, lakini vigezo vimeeleza na ameshanyong'onyea, anasema nimejuta. Huwezi jua, anaweza akawa amefungwa miaka mingi lakini kwa muda mfupi akawa amejirudi roho yake, au akawa amefungwa miezi michache lakini mwisho wa siku hajajirudi, anasema nikirudi mimi nitafanya malipizi yako. Kwa msamaha nao vivyo ukae uangalie, sababu kweli wapo wanaume wengine ni wazee. Ukiangalia kwa sababu mtu mzee unadhani anaweza akafanya ujambazi. Hamna wawezi ambao au wahalifu ambao wazee ndio kushakuwa mkubwa tena. Nafikiri ile kazi yenyewe halifu ni ngumu, kwa hiyo uwezo kaifanya tena. Mimi nafikiria kwamba mtu anaweza akawa mzee akaiba kwa staili nyingine, akawa mwalimu After group akawa mwalimu, kwa bado anakuwa ni mwizi vile vile. Na kufikiri mimi, je, rais anaweza kukosea kuachia watu ambao hawastahili au kila wanaotoka wanastahili? Ingawaje sina kumbukumbu halisi ya tukio, nafikiri ilitokea Shinyanga, sio wapi kwa sababu huko na mfungwa mmoja alitoka gerezani, wanakijiji wenzake walimuua kwa sababu alivyorudi sio alifanya nini, wakachoma si nyumba na nini, wakawa wamemuua, na yule alikuwa ametoka kwa msamaha nani wa rais. Yaani alipotoka kaenda kufanya uhalifu tena. Na wanakijiji wenzake wakamchoka wakamuua. Kama tunaelekea mchakato wa kubadilisha katiba sasa hivi, je, tupitishe white paper, wananchi mchangie, mseme ifutwe? Hapana. Haiwezekani. Sio wote wao katika hali hiyo kwamba kila mtu labda ni mwizi. Sawa? Ndio maana akasema kwamba kwenye ile fungu, sawa, kuna wahalifu na kuna ambao sio wahalifu. Kwa hiyo huwezi kusema msamaha rais ufutwe. Kwa hiyo kuna wengine wataonewa na wengine pia atakuwa hawajaonewa. Gerezani wapo ambao sio wahalifu? Ndio wapo tena wengi tu. Wapo ndio. Anakuwaje si mhalifu wakati uko gerezani? Alifikaje, ukaliingiaje? Wengine wanasingiziwa sasa, wengine wanasingiziwa. Unajua sasa hivi watu wengi sana. Unaweza kukamatwa sio mhalifu, mtu akatumia pesa zake akakusweka ndani. Ukapotea kabisa. Vile kuna wengine sio kwamba wamefanya uhalifu, ni kwamba wamekuwa kama vile wao ndio mzamana, aliyemzamini kakimbia, basi inabidi atumikie. Mwingine unakuta labda yeye ndo anamjua mtuhumiwa, kwa hiyo anatakiwa kae ndani mpaka anashtakiwa kule, lakini hajui kosa lake vizuri. Tutawezaje kucontrol kwamba wanaotoka kweli wastahili kuwa gereza? Sana kwa labda na madokta kuna nini, nafikiri dokta na mkuu wa gereza, dokta anaweza akachangia kiasi fulani kwa mtu fulani kutoka gerezani, kwa sababu dokta anaweza akaprove kwamba huyu mtu ana matatizo haya na matatizo haya na matatizo haya, wakashirikiana na mkuu wa gereza, kwa hiyo anaweza akatoka. Lakini mkiwa na hela yangu nikamlipa dokta, umeona bibi, nikamlipa mkuu wa gereza akajifanya hapo naumwa, koa unaambiwa wewe dalili kukohoa sana. Kwa ile mwezi mmoja kabla uhuru Novemba unaanza kukohoa wewe mpaka Disemba tarehe 9 unaachiwa. Hiyo sio njia pia kwa, hamna njia za kukwepa hii system. Unaona? Sasa hapo inategemea kwamba dokta yuko vipi. Kama kala kiapo hawezi kufanya hivyo, lakini kama ndo hivyo kiapo chake cha uongo ndio hivyo. Kwa madokta wetu hapa Tanzania wanaweza kufanya hivyo? Inategemea na hali. Kama ana hali nzuri, ana mshahara mzuri, hawezi kukubali, lakini kama ana matatizo, hata kama ni wewe lazima utakubali.
Sasa tufanye nini? Je, suluhisho iwepo, isiwepo? Mimi naona iwepo tu, ila tu ambao wanahusika kwenye magereza ni viongozi hao. Wanatakiwa waangalie kwamba huyu mtu alikuja na kosa gani hapa. Waingie mitaani, wasikize wananchi, kwa wajumbe na wananchi, wapeleke majina watu wapigie kura. Kura ni siri ya mtu. Kwa kila mtu atajua nani atoke nani asitoke.